na kwamba jambo hili liwe ni pana zaidi, na kwamba tupoelekea katika wiki hii tuweze kuwaombea dua waasisi wote wa nchi yetu hii. Kwa hiyo kwa takriban miaka 4 au 5 sasa, serikali imekuwa na utaratibu huu wa kuweza kuwapeleka mawaziri kwenda kuwaombea dua waasisi wa nchi hii. Kwa tunamshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu kwa kuja na wazo hilo zuri sana ambalo linawaleta watu pamoja, lakini linafariji wanafamilia, lakini vile vile inakuwa ni fursa kwa marehemu kuweza kupata faraja ya maombi na sala na dua na mambo mengine kama hayo. Tunawashukuru sana wanafamilia, tunawashukuru sana viongozi ambao mmeliratibu zoezi hili, na kama ambavyo imekwisha kuelezwa hapa, kwa waliotangulia, wajibu wetu sisi kama ambao tuko hai ni kuendelea kuwaombea. Hilo ndio jambo pekee ambalo tunaliweza kulifanya na ambalo lipo ndani ya uwezo wetu moja kwa moja. Wao amali zao ambazo waliondoka nazo ndio hizo, lakini pale pa kuwajalizia ni kupitia sala na maombi. Kwa hiyo hatuna budi kama sehemu ya kuendelea kuwaenzi na kuwakumbuka, lakini vile vile kuweza kuzidisha sala na maombi, kuweza kuwatanguliza katika dua zetu, kuendelea kuwakumbuka kwa yale mazuri ambayo wameyafanya, lakini vile vile kuendelea kuombea maghfira. Marehemu Said Washoto ni miongoni mwa viongozi mashuhuri, ni miongoni mwa viongozi ambao walikuwa ni wajumbe wa mwanzo wa Baraza la Mapinduzi, lakini vile vile ndio alikuwa katika mstari wa mbele katika kupambana dhidi ya udhalili, kupambana dhidi ya uonevu, lakini kuirejesha hadhi na heshima ya Mzanzibari. Kwa hiyo pamoja na ujasiri wake, pamoja na kujiweka mbele na kujitoa kwa ubinadamu wake, mali zake, roho yake, ni kiongozi ambaye amekuwa katika historia ya nchi yetu moja ya watu muhimu sana, na tunapaswa kuendelea kumuenzi na kumkumbuka kwa yale ambayo ameyafanya na mchango wake mkubwa ambao ameutoa kwa taifa letu. Na ni muhimu katika mazingira kama haya kwa vijana wetu ambao wanakuwa kuweza kupata uelewa mpana zaidi, licha ya dua ambazo tunazisoma, lakini vile vile kuweza kuuelewa huyu mtu alikuwa ni mtu wa aina gani, familia yake, makuzi yake, mchango wake katika taifa, na ndio historia yenyewe, ili tuweze kuthamini michango ya viongozi wetu hawa na mapinduzi tukufu ambayo wameshiriki. Manake lazima tuwarithishe vizazi vyetu vinavyokuja waweze kufahamu ni kitu gani ambacho watangulizi hawa mababu zetu walifanya na namna ambavyo wamejitoa na uzalendo ambao walikuwa nao. Kwa hiyo kupitia matukio kama haya, pamoja na kuseta sala, maombi na dua, lakini vile vile iwe ni fursa kwa wale ambao wanamfahamu marehemu zaidi na mchango wake, kuweza kuwaelimisha vijana wetu na wao waweze kuthamini mchango ambao wameutoa. Shukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ikiongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuendeleza tena kwa mwaka mwingine tena kuwaombea dua hawa wazee wetu na kuona umuhimu wao. Sisi kama familia hilo tunalipokea na tumefurahi sana na tumefarijika. 3, wazee wangu wa mtaani hapa na vijana wa mtaani hapa tunawashukuru sana, kwa sababu sisi si wakazi wa hapa, lakini wanajitahidi sana kuweka mazingira sawa, na inapotokea lolote lile basi wanakuwa haraka sana wanatupa taarifa, kuna hivi au kuna hivi, na sisi tunafikisha kwa wahusika. Kwa niaba ya familia ya marehemu Said Washoto, napenda kuwashukuru wote ambao nimewatanguliza, na Mheshimiwa mgeni rasmi, salamu zetu hizi uzifikie kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar.